Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika matukio ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Na leo niko na habari mbaya ambayo tunaenda kuangazia haswa katika kanda hii. Kilio kimeweza kutanda nchini Tanzania baada ya salamu za kifo kutangazwa rasmi katika taifa la Tanzania kupitia Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na katika kanda hii nitakufahamisha nani huyu ambaye ameaga dunia na Ikulu ikatangaza na kutuma pole zao, na ujumbe huu ambao umeweza kutolewa kupitia Ikulu ya Tanzania ninaenda kusoma moja kwa moja. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, lakini unapoendelea kutazama hii kanda tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Ikulu ya Tanzania ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan imeweza kuchapisha salamu za kutuma rambirambi baada ya kifo kutangazwa katika taifa la Tanzania ambacho kimeweza kutetemesha taifa nzima. Naenda kusoma ujumbe ambao umetumwa na Ikulu ya Tanzania ambayo inasema hivi, na hii ni thibitisho kwamba kifo kimeweza kutangazwa kupitia Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ni barua ile ambayo imeweza kuachiliwa ama kutolewa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mkurugenzi ya mawasiliano ya Rais, Ikulu. Taarifa kwa vyombo vya habari, salamu za rambirambi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama kilichotokea leo mkoani Dodoma. Kufikia hapo tumeweza kudhibitishiwa kupitia Ikulu ya kwamba kifo cha mbunge wa eneo la Peramiho Mheshimiwa Jenista ndiye aliweza kuaga dunia. Barua hii ikaendelea kusema ya kwamba katika salamu zake, Rais Daktari Samia amemwelezea marehemu Jenista Mhagama kuwa kiongozi makini, mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye historia ndefu ya kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya serikali ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kusema ya kwamba marehemu ni mchapakazi na amekuwa akifanya mengi. Aidha, Rais Daktari Samia ametoa pole kwa wabunge, familia ya marehemu, ndugu na jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho, na kuwaombea moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki ikiwemo. Naomba kuyanukuu yale ambayo Mheshimiwa Samia aliyoyasema. Ninatoa pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu, wananchi wa jimbo la Peramiho, familia, ndugu, jamaa na marafiki, amesema Rais Daktari Samia. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina. Ikatiwa sahihi na Bakari S. Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais, Ikulu Tanzania. Kumaanisha
ni kifo ambacho kimeshtua wengi baada ya mbunge kuchaguliwa. Uchaguzi ulikamilika hivi majuzi na sasa ameaga dunia. Mbunge huyu wa eneo la Beramiho ambaye anaitwa Jenista Joakim Muhagama ameweza kuaga dunia. Na wakati tunaangalia ujumbe huu uko na uzito mkubwa, haswa kwa wale ambao ni familia, wale ambao walimchagua kumpigia kura, na hata bunge la kitaifa nchini Tanzania, na hata sisi kupitia mtandao wetu tunasema pole tena zaidi. Lakini nimekuwa nikifuatilia mitandao ya kijamii vile barua hii iliweza kutolewa kupitia Ikulu ya Tanzania. Watanzania wengi wanauliza kwamba unaposoma comment section vile wanazungumza, ndio kifo ni kifo na kinatokea wakati wowote. Lakini nimeangalia wengine wakipendekeza kwamba ingekuwa vizuri tena zaidi hata wakati uchaguzi ulifanyika nchini Tanzania tarehe 29, kulikuwa na maandamano wakati huo na baada ya uchaguzi huo. Watu wengi waliweza kuripotiwa kuaga dunia. Lakini hakuna siku wanasema ya kwamba waliweza kuona Ikulu ikichapisha ujumbe na kusema pole kwa wale ambao waliweza kuaga dunia kwa kutoa barua aina hii wakati mbunge naye ameaga dunia. Yaani kile ambacho wanajaribu kukisema ni kwamba kifo ni kifo, kifo cha mheshimiwa, kifo cha mwananchi wa kawaida ni sawia. Serikali ingechukua nafasi na kutuma salamu za rambirambi kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi, ili kuonyesha uzalendo na unyenyekevu na umoja haswa katika taifa lile la Tanzania kwa ujumla. Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, lakini kufikia sasa hawajaona miili. Ndio maana tukashuhudia baadhi ya familia zikienda kufanya mazishi wakitumia picha za waenda zake, wengine wakitumia viatu kuzika kama ishara tosha kwamba wamemzika mwenzao. Lakini ni habari ambayo inatetemesha. Ni ujumbe ambao hata sisi tunashindwa kuwasilisha kwa sababu watu walikuwa wanalia na hadi sasa wanaendelea kulia, kwa sababu kuna baadhi ya familia zile ambazo hazijaona wenzao ambao waliweza kuaga dunia. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ingechukua nafasi na kuhakikisha kwamba nayo imechapisha barua ya aina hii kutuma pole, kwa sababu wale ambao waliweza kuaga dunia ndio walikuwa wanaongozwa na serikali hii, kwa sababu hakuna vile kiongozi anaweza kuongoza pasipokuwa na wale ambao wanaongozwa. Kwa sababu wale ambao wanaongozwa, kuna baadhi ya wale ambao waliweza kuaga dunia wangetuma pole sawia na vile wamefanya kwa mbunge ambaye ameaga dunia. Hayo ndio nimeweza kufanya analysis hapa na pale kupitia mitandao ya kijamii vile wana comment. Ndio maana nikaona ni heri niweze kufahamisha haya yote. Kifo ni sawia na cha mwingine. Lakini in short, tunatuma pole zetu kwa Jenista Joakim Muhagama, familia yake, pole sana. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kama hauja subscribe, na kuomba uweze kusubscribe, na kuna link hapa chini. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen.